الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa mara nyingine tunamshukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala kutuwezesha kuwa tena pamoja katika wakati kama huu mtukufu baina au baada salati adh-dhuhr. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutuwezesha kuitekeleza ibada salati adh-dhuhr kwa jamaa, na tumuomba kama alivyotuwezesha kuitekeleza tutakabalia inshallah, na tuwezeshe daima kudumu katika kuhifadhi swala kwa jamaa na kwa wakati wake. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Ahibati fillah, al-Haq subhanahu wa ta'ala atuambia katika al-Qur'an al-Karim, waqad khalaqakum atwara. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewaumba kwa atwar, umepitia marahil, unapitia utoto, kisha unakuja kwenye ubarobaro, kisha unakuja katika uzee, marahil mwanadamu ambazo kwamba anapitia ndani yake. Na katika hizi atwar ambazo kwamba mwanadamu anapitia ndani yake, ile ambayo kwamba inachukua percentage kubwa kiangalia katika jamii ni percentage ama ni tauri ya الشباب vijana. Na al-Haq subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama kama anavyotueleza Mtume sallallahu alaihi wasallama ni kwa hakuna atakayenyanyua mguu mpaka ulizwe maswali manne. Hakuna atakayenyanyua na kutingisha mguu siku ya kiyama mpaka ulizwe maswali manne. La tazulu qadama abdi yawm al-qiyama hatta yus'ala an arba'in, kama ilivyokuja katika hadithi. An umrihi fima afnah, ataulizwa kwanza kuhusu umri wake kwa jumla kutoka kwa mdogo mpaka uzeeni. Fima afnah, ameutumia katika nini? Kisha wa an shababihi fima ablah, na kuhusu ushababu wake, ubarobaro wake ameutumia vipi pia. Taib, pengine mtu atauliza, lakini hii shabab sinaingia katika umri, ule umri utakaoulizwa sindani iko fatra ya ushababu, mbona maswali yarudi yawe ni mawili maadamu inaingia katika anshababihi? Hii ni kutuonesha uzito wa taur na fatra kama hii ya ushababu, kuonesha kuwa sharia unatilia mkazo sana. Kwa nini sharia itilie mkazo? Iwe tauliza umri wote na kutakuja na swali khasa ambalo kwamba litauliza umri wa mashabab. Na walillahi alhamd, naona katika darasa yetu hapa wengi tuko katika marhala hiyo ya ushabab. Mwenyezi Mungu wazee wetu wape umri na afya, na vijana wetu wakuze katika makuzo mema inshallah. Mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja katika hadithi anatuambia wanusirtu bishabab, ama nusirtu bishabab, nimenusuriwa kwa kupitia mabarobaro. Hii ni hadithi ambayo kwamba wengi wetu tughafilika, ingawa kwa wengine ina maana kiupande wa sanadi yake katika hadithi ina maneno, lakini kiupande wa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam amenusuriwa na washababu, bali wenyewe wanasema alfutuwa ma'dinu nubuwa. Kiangalia hata mitume utaona wametumilizwa katika umri huo. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma, walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala huko anamzungumzia Sayyiduna Yusuf na kule anamzungumzia Sayyiduna Musa alayhima wa ala nabiyina afdalus salati wa atamu taslim. Na ukirudi kule kwa Sayyiduna Ibrahim alayhi salam utapata Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akinukuu maneno yao, inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, tumemsikia fata, kijana akiwataja hawa masanamu wetu, miungu wetu. Kijana mwenyewe anaitwa nani? Yuqalu lahu Ibrahim.
Kwa hivyo utapata wasf, sifa aliyoitaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni nini? Fata. Ni kwa Sayyiduna Ibrahim akilingania watu wake katika kumwabudu Mwenyezi Mungu na kuacha kuabudu jua na nyota na masanamu, alikuwa katika marhala gani? Ya futuwa. Alikuwa ni kijana. Kwa hivyo alfutuwa ma'dinu nubuwa, kama wanavyosema wenye maulama, ndo maadini ya utume. Ukiangalia mitume wengi utaona katika marhala kama hiyo ndio walifanya da'wa, na wale wafuasi wao pia wengi walikuwa katika marhala kama hiyo. Hii ni kuonesha kazi kubwa ambayo kwamba inafanywa na watu walioko katika umri kama huu wa ushababu na ujana. Na hata ukirudi kule katika atba'u Sayyiduna Musa alayhi salam, utaona Mwenyezi Mungu asema fama amana ma'ahu illa dhurriya, vijana. Hawakumwamini Sayyiduna Musa isipokuwa nani? Vijana. Kila Ijumaa walillahi alhamd tutapata kusoma suratul Kahf. Katika suratul Kahf kuna fitna 4 kubwa. Kuna fitnatud din, kuna fitnatul mal, na kuna fitnatul ilm, na kuna fitnatul sulta. Fitna 4 kubwa zimejadiliwa katika suratul Kahf: fitna ya dini, fitna ya mali, na fitna ya elimu, na fitna nini? Sulta. Fitna ya dini katika kisa cha ashabul Kahf, fitna ya mali kwa wale mabwana wenye mabustani mawili, fitna ya elimu katika kisa cha Sayyidina Musa na Sayyidina al-Khidr, na fitna ya sulta katika kisa cha Sayyiduna Dhulqarnain. Sulta ni uongozi. Kwa hivyo hizi ni fitna 4 ambazo kwamba Mwenyezi Mungu amezizungumzia katika suratul Kahf. Ya kwanza kabisa ambayo kwamba fungamana na sura yenyewe na jina lake ni ashabu al-Kahf, fitna ya dini. Fitna ya dini iliyowapata ashabul Kahf. Swali ni kuwa hawa ashabul Kahf walikuwa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia nini? Innahum fityatun, sio amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Hakika wao walikuwa ni fitya, vijana, mabarobaro, mashababu. Sasa hapa tutakikana tuwe makini sana. Hizi zote ni aya tunazisoma. Innahum fitya fama amana maahu illa dhurriya, kule inna sami'na fata yadhkuruhum. Zote hizi tutakikana tuwe na mawqif ndani yake, tuwe na kusimama, tuangalie kwa nini kunatajwa vijana, kwa nini kunatajwa mashababu, kwa nini kunatajwa mabarobaro kunapozungumziwa da'wa ya mitumi, kunapozungumziwa wafuasi wa mitumi. Ukija ukisoma tarikh na sira ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angalia wale muumini kina nani katika Makkah. Kulikuwa na kina al-Walid ibn al-Mughira, kulikuwa na kina Utba, kina Shaiba, kina Abu Jahl, kina Abu Lahab. Mibwenyenye ya Kikureish ilikuwa yote mikubwa ipo mingi, lakini nani waliomuamini Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wakasimama naye wakamnusuru? Ukifuatilia katika sira wanakuambia kabla mtume sallallahu alaihi wasallama kuingia katika Dar al-Arqam ibn Abi al-Arqam, walimuamini maswahaba 54. Ile da'wa ya kando kando ya siri walikuwa wangapi washaslimu? 54. Baada ya kuingia Dar al-Arqam ibn Abi al-Arqam wakaongezeka 16, wakawa 70. Tayeb, katika hawa 70 walikuwa wamevuka miaka 40 ni 5 peke yake. Katika hawa 70 tunawazungumzia ambao kwamba walikuwa wamevuka miaka 40 ni watu wangapi? 5 tu. Ina maana katika wengine 60 walobaki ni umri wa shabab. Kiangalia kina Az-Zubair ibn al-Awwam. Az-Zubair ibn al-Awwam ameslimu na miaka 16. Wengine wasema miaka 17. Sayyiduna Umar anahesabika katika wale wakubwa, alikuwa na miaka 26. Leo unajiona wewe miaka 26 bado mdogo, na sitaki kuangaliwa na baba, sijui nilishwe, nipewe. Sayyiduna Umar, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiomba dua akisema Allahumma a'izz al-islam bi ahad al-umarain, ya Rabbi upe nguvu Uislamu kwa moja kati ya Umar wawili, Umar ibn Khattab ama Amr ibn Hisham. Ikifika wakati kunaomba dua kama hiyo, Sayyidina Umar ana miaka 26. Miaka ngapi? 26. Az-Zubair ibn al-Awwam katika masahaba wakubwa ana miaka mingapi? 16. Wengine wanasema 17. Lakini hawa ndio waliosimama na mtume. Ikiwa ni kina Utba, ni kina al-Walid, walimpiga vita Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema nusirtu bishabab, mimi nimenusuriwa na vijana, ni kwa hawa ndio waliosimama naye, hawa ndio waliomuunga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hawa ni upande wa Makka. Njoo tuangalie upande wa Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam mara ya kwanza kukutana na watu wa Madina ilikuwa ni watu 6 waliokuja kutoka Madina kutekeleza haji ya kipindi kile kabla ya Uislamu. Wa makana salatuhum inda albayti illa mukaan wa tasdiya, wakienda kupiga makofi, wakipiga na mbinjo, wakitoa masauti, ndio haji yao wakati ule. Kwa hivyo kuna vijana 6 walikuja kutoka Madina katika Ansar, upande wa Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikutana nao katika kipindi hicho cha haji. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakutana na vijana 6. Mkubwa wao, tasawara na miaka mingapi? Mkubwa wao alikuwa ni As'ad ibn Zurara, kipindi hicho ana miaka 16. Mkubwa wao katika hao ni As'ad ibn Zurara, ana miaka mingapi? 16. Mtume anawapa da'wa, wanasilimu, walillahi alhamd, wanarudi Madina, wanakwenda kufanya kazi ya da'wa na wao. Mwaka uliofuatia As'ad ibn Zurara anarudi na watu 10 wamesilimu. Mwaka wa baadaye anarudi na watu 70, mpaka anaitisha mwalimu wa kwenda kuwasomesha. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anamtuma Mus'ab ibn Umair akawasomeshe, balozi wa kwanza katika Uislamu. Mus'ab ibn Umair anatumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anakwenda wapi? Madina, kwenda kusomesha. Mus'ab anatumwa na miaka mingapi? 20 hajafika. Balozi wa kwanza anatolewa kupelekwa mji mwingine kwenda kusilimisha watu. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam ikifika wakati wa hijra anahamia Madina, tayari Madina kuna Ansari 450 ambao kwamba washasilimu. Hakuna nyumba libakisha Saidina Mus'ab, yeye na As'ad wakizunguka wakifikisha da'wa ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikiwa hii ilikuwa ni hali ya mashababu waliokuwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tujiulize mimi na wewe ambao kwamba tuko katika umri kama huo, ni mangapi ambao kwamba tumeyafanya katika kuinusuru dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ni mangapi ambao kwamba tumeyafanya katika kuendeleza mbele dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ama sisi ni kinyume, tunakuwa ni sababu ya kuwachukiza watu na dini, ama sisi ni kinyume, tunakuwa ni sababu ya kuweka watu mbali na dini. Kwa nini leo iwe baadhi ya watu watazungumza Uislamu kwa ubaya kwa sababu yetu sisi? Utasikia bana, Uislamu si dini nzuri. Kwa nini? Angalia vijana wao ndio wenye kupiga watu kabari. Angalia jamii zasikitisha. Angalia jamii kwa mfano ya Mombasa, nenda pande za Kisauni, sijui pande wa Old Town, wanaoshikia watu visu nani? Vijana, sio? Vijana gani? Watu wa Kiislamu. Kisauni wapita njia watu 10 20 vup, wengine 40 aswa wanakuvamia. Nani? Ukiangalia wengi ni vijana wetu wa Kiislamu. Sasa yule ambaye kwamba si Muislamu, unapokwenda kufanya tasarruf kama hiyo, umemvutia ama umemchukiza katika dini. Anapokuona wewe kijana ambapo si mafunzo ya Kiislamu, huku umefundishwa akhlaqi, huku umefundishwa amani, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia almu'minu, mu'min aliyekamilika katika imani yake, mu'min aliyekamilika katika imani yake, ama almuslimu, muislamu aliyekamilika katika uislamu wake, man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, ni yule ambaye kwamba waislamu wenzake watasalimika kutokamana na ulimi wake na mdomo wake ama na mkono wake. Katika riwaya ya Imam Ahmad katika Musnad, almuslimu man salima an-nas, watu wote wawe ni waislamu sio waislamu, watu wasalimike na ulimi wako, wasalimike na mkono wako. Lakini leo ukiwa wewe kijana wa Kiislamu, utakuwa ndo wa kwanza kutoa kisu, silaha, ndo wa kwanza kukata watu na kumwaga damu, ndo wa kwanza kutishia amani katika jamii, ndo wa kwanza kutoa maneno machafu. Ni picha gani unayotoa? Kwa hivyo kwa kupitia kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ina maana hujafika daraja ya kamali ya ukamilifu katika Uislamu. Na badala ya kuwa ni balozi mzuri ambao kwamba utavutia watu katika dini kama alivyofanya Sayyiduna As'ad ibn Zurara na Sayyiduna Mus'ab ibn Umair, masahaba Mtume, unakuwa ni balozi muovu ambaye kwamba unafanya nini? Unawafukuza watu katika dini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia nini katika surat al-Baqara alipozungumzia katika juzu ya pili, sayaqulu sufahau minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha qul lillahi al-mashriqu wal maghribu yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata
tumewafanya nyinyi ni umma wa katikati, ummatan wasata, ambao kwamba watakuwa ni shuhada ala nas, watakuwa ni mashahidi kwa watu. Nini maana ya mashahidi kwa watu? Baadhi ya maulama wa tafsiri wanasema maana yake ni kwa siku ya kiyama watakuja kutoa ushuhuda. Wengine wasema shuhada ala nas, yani ni mashahidi wa Mwenyezi Mungu, wa dini ya Mwenyezi Mungu kwa watu. Yani watu wanaiona dini kwa kupitia wao. Mtu hajui Uislamu, hajasoma dini, hajasoma ahkam, lakini anakujua wewe Muislamu. Sasa anapokuona wewe kama Muislamu una vitendo vya kimaajabu, huwa ni picha gani umempa? Anapoona kwako wewe ndo kuna matusi, anapokuona kwako wewe ndo anakosa amani, anapoona kwako wewe ndo anadhulumika, ni picha gani unakuwa unaitoa kwa mtu kama yule? Shona. Kwa hivyo atakana uwe ni mubashir, sio munafir. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomtuma Sayyiduna Muadh ibn Jabal kwenda pande za Yaman, na Sayyiduna Ali aliwaambia bashira wala tunafira, na Sayyidina Abu Said bashira wala tunafira. Jamani, vutieni, msikimbize. Wacheni watu wavutiwe, wacheni watu wapendezwe na Uislamu. Wallahi Uislamu umeenea kwa upana na marefu katika huu ulimwengu kwa kupitia akhlaq, kwa kupitia tabia. Hapa Uganda, mbele yake kuna mji unaitwa Waru. Waru uko katika boda Uganda na Kongo. Ule mji pale kuna kabila linaitwa Alur. Ni katika makabila ambayo kwamba alikuwa hataki kusikia kuhusu Uislamu kabisa, hataki kusikia kabisa. Lakini subhanallah, tulifika pale tukaoneshwa mlango wa duka, tukaambiwa huu mlango umekuwa sababu ya watu 50,000 kuwa Waislamu. Mlango tu wa duka. Kumbe nani? Mwenyezi Mungu amrahamu Sharif Said Albith. Sharif Said alipelekewa habari, akaambiwa kabila la Alur halitaki kusikia Uislamu pande za Waru. Anawaambia wacheni mimi nitakwenda, lakini nahitaji kitu kimoja, nifungulieni duka. Sasa angalia kimizani yetu, unaweza kushangaa. Yani mtu unapelekwa kufanya dawa, ulikuwa useme nijengeni madrasa, mtafutieni msikiti, yeye hakwenda kote huko, anaambia nifungulieni duka. Kwa hivyo alipofunguliwa lile duka, ikawa sasa ni kwa kupitia muamala. Amekuja mtu amenunua afwan, amenunua mchele, anampa mboga, amwambia utakula naye. Mimi natoa pesa ya mchele peke yake, amwambia chukua. Kwa nini wafanya hivyo? Wanabiashara wengine wafanya hivyo. Anamwambia dini yangu inanifundisha ukarimu. Dini yako gani? Uislamu. Mashaallah, na mimi nataka kuwa katika hiyo dini. Anakuja mwingine anataka majani ya chai, amwambia chukua na sukari, chai yenyewe bila sukari. Subhanallah, kwa kupitia muamala katika duka lile likawa ni sababu la watu wasiopungua 50,000 kuwa Waislamu. Duka tu. Sasa tujiulize, mimi na wewe tumekuwa ni sababu ya wangapi kuingia katika Uislamu? Wallahi ardhi ni khasba, yani watu wana istidadi nzuri ya kukubali Uislamu na kukubali dawa, lakini sisi hatuwajibiki. Na baada ya kuwa sisi hatuwajibiki kuwafikishia risala, ni kinyume, sisi tunatoa picha mbaya kwao. Tulipokuwa katika safari za dawa pande za Soroti Uganda, tumefika pale, ada yetu tukienda kwenye da'wa, kwa mfano tuna mihadhara ndani ya msikiti, alafu kuna khurujat kutoka nje kwenda kuzungumzisha wale ambao kwamba hawaje msikitini. Msikitini utapata Waislamu, lakini sio Waislamu utapata msikitini. Nje ya msikiti kuna benki, askari aliyoko pale si Muislamu, yuko pale, tunakwenda kumzungumzisha na kumpa da'wa. Asema wallahi nafanya kwenye hii benki miaka 6, Waislamu waingie wakiswali wakitoka, hakuna hata Muislamu mmoja amenipa maneno haya. Hakuna hata mmoja amekuja kanizungumzisha kuhusu Uislamu na kuniambia njoo uingie ungane na sisi. Kuna ile clip ambayo kwamba imezunguka ya yule Masai, nafikiri wengi wetu tumeiona. Kabla yake kuna wengine walikuwa wakali sana, wasema wallahi thumma wallahi tutakwenda kuwashtaki mbele ya Mwenyezi Mungu. Asema mababu zetu wamefanya kazi na nyinyi, sawa ni Mombasa ni wapi, popote pale katika miji yenye Waislamu, wamewachungia majumba yenu na makazi yenu, alafu wamekufa bila la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hamkufikiria kuwapa dawa?
Sisi alhamdulillah tumeipata, lakini babu zetu waliokufa bila la ilaha illa Allah tutakwenda kuwashtaki kwa Mwenyezi Mungu, kwa nini hamkuwapa dawa? Nani ambaye kwamba atabeba hii hamu kama tukibeba mimi na wewe? Watu wanabidii katika munkari wao, laula an sabarna alaiha. Tena kuambia lau si subra yetu katika kuvumilia kuabudu masanamu, sisi tungekuwa tushindwa leo. Lakini tuna subra, tuna thabati, tutaendelea kuabudu. Watu wana subra katika kuabudu masanamu na kuwatetea, sisi tunakosa subra katika kufikisha da'wa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anatuambia wanusirtu bishabab, mimi nimenusuriwa kwa mashababu, vijana wadogo ndio walikuwa wamemzunguka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunasema haya kwa sababu wengi wanahisi kuwa wao hawana dauri katika jamii. Wanahisi kwa baada mimi ni mdogo, mimi hakuna kitu ambacho kwamba naweza kufanya. Na makosa makubwa yaliyoko ni ile picha tulopewa, shababu leo qadatul mustaqbal. Bana, mabarobaro wa leo ndio viongozi wa lini? Wa future. Makosa. Mabarobaro wa leo ndio viongozi wa leo, sio viongozi wa baadaye. Mabarobaro wa leo ndio viongozi. Ingekuwa ni mabarobaro wa leo viongozi wa future, Mtume SAW asingempeleka Muadhi ama na miaka 20 asingempeleka Mus'ab ibn Umair pande za Madina na hajafika miaka 20. Katika Ghazwat Badr, vita vikubwa kabisa katika ghazawat za Kiislamu, ndio vita ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu amevita Yaumul Furqan. Unajua nani aliyobeba bendera? Mus'ab ibn Umair hajafika miaka 20, lakini yeye ndo aliyobeba bendera. Sasa ile kadhia ya kwa vijana wa leo ndio hapa unamjenga kisaikolojia kwa sasa hana jukumu la kufanya, yeye bado muda wake. Ndipo pale nakwambia wacha tukifika uzeeni, kwa sababu anaona saa hizi hana jukumu lolote la kufanya, yupo tu. Lakini muhisishe kuwa vijana wa leo ndio viongozi wa leo. Vijana wa leo ndo kunusurika umma, ndo kuendelea jamii. Ajue kama yeye ni pati muhimu katika jamii, ili apate kuwajibika katika jamii kama hii. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaingia Madina. Madina ilikuwa inaitwa Yathrib kabla itwe Taiba. Taiba ni kizuri. Madina ilikuwa ni nuksi. Madina ilikuwa ni maradhi. Kwa nini? Kutokamana na at-talawuth al-bi'i. Kulikuwa na pollution katika Madina, kumechafuka yale mazingira. Na sote tunajua kuwa babake Mtume sallallahu alaihi wasallam sababu yeye kufariki ni kwenda kutembelea wajomba zake Banu Najjar Madina. Na hata mamake Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye kwamba amezikwa Al-Abwa, yeye baada ya kutoka kule kwao kwa wajomba kule, baada ya kutoka kule kwenda kuwatembelea wazazi wake ama wazee wake, aliugua. Kwa hivyo alifariki njiani, ni kilomita 100 tu na kutoka Madina. Ina maana bado maradhi aliyatoa wapi? Madina. Ilikuwa anayekwenda Madina anapata taabu kweli kweli. Sayyiduna Abu Bakar alipatwa na homa nzito walipohama Madina. Sayyiduna Bilal mpaka akasema bora pengine labda tansingehama mimi, namna walivyotingishwa na maradhi. Lakini vipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alitatua tatizo kama hili? Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja tu katika mashababu aliokuwa nao, Sayyiduna Talha ibn Ubaidillah. Talha ibn kijana miaka 20 na kitu tu kidogo hivi, anamwambia hebu nenda kafanya utafiti uangalie tatizo liko wapi. Talha alikuwa ni muhandis mia, ni engineer upande wa maji, hodari sana radiyallahu anhu wa arda. Anakwenda naisoma, anaona tatizo liko wapi. Kuna Wadi Bathan, Madina ina audia sehemu za kupita maji. Akaona kuna Wadi Bathan, maji yake yamesimama. Kwa hivyo kule kusimama yamekusanya uchafu ule ukawa unakusanya nini? Maradhi. Ndio nasababisha kuchafuka hewa katika Madina, ndio kuleta maradhi na virusi mbalimbali. Alichokifanya nini? Aliyatafutia njia na nini, yakawa ni yenye kwenda, ikawa ni wadi ambayo kwamba ndio nzuri na yenye maji matamu mazuri. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema wadi hiyo ni katika audiyatul janna, Wadi Bathan, akisema ni katika audia zitakazokuwa peponi. Likatatuka lile tatizo, ikawa hakuna tena mtu anayeugua. Shahid tunapopataka ni kuwa aliondoa tatizo la talawuth, la kuchafuka mazingira ndani ya mji wa Madina. Alikuwa nani? Kijana Talha ibn Ubaidillah.
Sasa ikiwa kijana mmoja anaweza kuondoa tatizo lilosumbua watu miaka na mikaka, lilofanya watu wengi wakafariki, mpaka wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakafariki kwa tatizo hilo, kijana ameweza kulitatua tatizo lote hilo, ina maana vijana wana taaka, ina maana vijana wana akili, ina maana vijana wana hidda na dhakaa katika akili zao, wanaweza kufanya mingi na makubwa tena sana, wanaweza kufanya mingi na makubwa tena sana. Lakini tatizo liko wapi? Ni kwa zile akili wamezilaza, ni kwa zile akili wamezipeleka sehemu ya makosa. Yani badili zitumike katika kutengeza, badili zitumike katika kuvumbua, zimepelekwa katika nini? Zimepelekwa katika michezo, zimepelekwa katika uraibu, zimepelekwa katika mambo ambayo kwamba ni ya kurudisha nyuma badala ya kwenda mbele. Shaona tatizo tulokuwa nalo So baada ya kuwa kufanya hawapewi nafasi ya kufanya, ama hawapewi motisha ya kufanya, na baada ya kuwa likitokea la kufanya, lafanywa ni la makosa, na juu yake na kula haramu. Leo wengi wanaofanya betting nani? Vijana. Hapa tupsende mbali, hapa msikitini saizi tukapeana mtihani wa kufungua inbox, tuangalie ma message. Usishtuke ukiona kina Mbetika na kina sijui Sport Pesa na kina nini. Ni wakia, lazima tuambizane. Ndo hali tunayoishi. Vijana wengi wacheza kamari, vijana wengi wala riba, vijana wengi wala haramu. Sasa unatarajia nini kwa kijana kama yule ambaye kwamba anakulia katika hali kama hiyo? Angalia Sayyiduna Saad ibn Abi Waqqas alipokuja kwa Mtume akamwambia Rasulullah, niombeni iwe ni mustajab ad-da'wa, nitakabaliwe dua zangu nikiomba. Alimwambia nini? Atib mat'amaka takun mustajab ad-da'wa, kifanye kizuri chakula chako utatakabaliwa dua. Kifanye kizuri chakula chako, yani maana yake nini? Kula halali. Ya ayuha nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ikiwa sababu ya kutakabaliwa dua ni kula halali, basi na kula halali ndio sababu ya kufungukiwa na milango mingine yote. Sasa ikiwa kijana huyu ambaye kwamba anakula haramu, ile nyama inakuwa kutokamana na haramu, na Mtume anasema kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi, nyama yote inayokuwa kutokamana na haramu au la kuchomwa, nyama kama hiyo, unatarajia huyu ndo atakayekuja kutengeza mazingira? Huyu ndo atakayekuja kuendesha jamii mbele? Sasa aadaul Islam, maadui wa Kiislamu, walipojua kuwa roho ya dini na yenye kuendeleza ipo katika mashababu, ndipo pale wakawa mustahdafuna, wakawa walengwa wa kwanza ni wao, wakashughulishwa na michezo kila sampuli, wakatiwa katika anasa, wakavunjwa maanawia zao. Yote haya yakafanyika kwa sababu wanajulikana wakisimama wao kidete, hali itakuwa nzuri, kama ilivyofanyika wakati ule wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yani ukiangalia kila nyanja, ukiangalia katika walotumwa kama mabalozi vijana, ukiangalia walobeba bendera katika jihad nani? Vijana. Mtume sallallahu alayhi wasallam anafariki baada ya ghazwat Mu'ta, kunatengezwa jeshi kubwa ambalo kwamba laenda kupambana na empire kubwa ulimwenguni wakati huo ya Rome. Jeshi lile limebeba maswahaba wote unaowajua wale kubwa makhalifa wote wanne wako, Saidina Abubakar, Saidina Umar, Saidina Uthman, Saidina Ali. Na si makhalifa tu, bali na wale majemedari wa kijeshi wakubwa kina Saidina Khalid bin Walid, kina Saidina Abu Ubaida Amr ibn al-Jarrah, wote wamo kwenye lile jeshi lile. Lakini nani aliyekuwa kama qaid? Nani aliyekuwa kama kiongozi? Saidina Usama. Saidina Usama hajafika hata miaka 18 wakati huo. Allah. Jeshi limebeba makhalifa wanne. Jeshi limebeba Khalid ibn al-Walid, kichwa kisoko cha kawaida katika mapambano. Jeshi limebeba Abu Ubaida, limebeba maswahaba kubwa al-ashara al-mubashsharuna, karibu wote wako pale. Alafu kiongozi anaitwa nani? Saidina Usama, kijana wa miaka 18. Na fi'la Saidina Usama akaenda na wakawa ni sababu ya kuangusha empire kubwa kama ile ya Rome. Ni nini somo analotupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hapa? Kwani alikuwa shindwa kumwambia
Sayyidina Umar kwa mfano, wewe ndo utakuwa kiongozi? Alikuwa shindwa kumpa Khalid ibn al-Walid? Hashindwi. Lakini somo analotupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hapa ni kutuonesha kuwa vijana wanaweza kufanya makubwa. Vijana wakipewa nafasi wanaweza kufanya mingi, lakini wajijue kwanza, wajitambue sehemu yao na wawe tayari katika kufanya. Lakini ikiwa wao watajiona hawana nafasi, watajiona wao muda wao bado ni mpaka watakapokuwa wakubwa, tutakwenda tukizorota kila siku, jamii itakwenda ikishuka chini. Kwa hivyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akatoa jeshi kubwa ambalo kwamba likwenda kupambana na empire kubwa, likiwa linaongozwa na Sayyiduna Usama ibn Zaid, sahaba mdogo katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika vita vya Badr, mashuhada 14 waliofariki katika Badr alikuwa Haritha. Haritha alikuwa na miaka 17 ama 18 akifariki katika ghazwat Badr, Haritha. Lakini muangalie Haritha huyu, kabla ya kwenda Badr anapambana na Mtume, ana miaka 17. Mtume anapambana naye asubuhi, anamwambia kaifa asbahta ya Haritha, umeingiliwa vipi na asubuhi ewe Haritha, umeamkaje leo? Sikiza jawabu aliyompa. Amwambia asbahtu mu'minan haqqan, ya Rasulullah, mimi nimeingiliwa na asubuhi ni mu'min wa kweli kweli. Njoo leo umuulize kijana wa miaka 17 kaifa asbahta, atakwambia da, wallahi namka vibaya, Manchester imfungwa jana. Mwingine akwambia nikiamka asubuhi bana napata habari nzuri kwenye goal.com, player fulani sijui atachukuliwa timu fulani. Si ndo hamu zetu sisi kwenye machezo, kwenye mipira, haya ndo tunayomkia. Lakini angalia kijana kama huyo miaka 17 katika masahaba, kaifa asbaht, umeingiliwa vipi na asubuhi? Asema asbahtu mu'minan haqqan, ya Rasulullah, mimi nimeamka leo asubuhi nikiwa ni mu'min wa kweli kweli wa haki. Mtume anampa mtihani, anamwangalia amwambia fama haqiqatu imanik, nasema umeingiliwa na asubuhi ni mu'min wa kweli, nini hakika ya imani yako? Likulli shay'in haqiqa, kila kitu kina hakika. Uweze kuja ukasema mimi naimiliki hii nyumba, kama huna makaratasi tutakuona nini? Wad'awi illa tuqam alaiha bayinatun fa ashabuha di'iyah, tabaki madai tu. Lakini tuletee uthibitisho, tuletee dalili, tuletee burhani ya kuthibitisha kuwa wewe kweli umiliki. Kwa hivyo nini hakika ya imani yako ewe Haritha? Maneno unayosema ni makubwa hayo, yaangalie kwa makini. Nini hakika ya imani yako? Anamwambia ya Rasulullah, azafat nafsi anid dunya fastawa indi hajaruha wa madaruha. Ya Rasulullah, mimi nafsi yangu imeipa mgongo dunia, imeipa mgongo dunia, fastawa indi, zikawa sawa kwangu mimi, hajaruha wa madaruha, jiwe na dhahabu kwangu sawa. Yani nikiwa jiwe na dhahabu mimi naona yote mawe tu, wala sishtuki. Chafika mstawa huo? Wacha jiwe na dhahabu, kwa jiwe na silver tu. Unaweza kukusana swala ya jamaa, so kwa ngoja kwanza nilikatafute sehemu hivi nilifiche vizuri ili asilione mtu. Lakini nakwambia nitaona ni mawe tu, nitayapita. Ni mustawa gani wa imani huo? Anasema hivi ni kijana, sio kwa ni mtu mzima sana, useme ankaribia kufariki labda. Sasa ataka kujenga akhira yake, hataki tena dunia. Kijana wa miaka 17 asema wakaanni ara ila ahli aljannati yun'amuna fiha, ya Rasulullah, kana kwamba nawaona watu wa peponi hivyo kistarehe. Ya Rasulullah, kana kwamba naona watu wa motoni wakihadhibiwa. Yani amefika kiwango hicho, kama ameinuliwa pazia hivi, anaona vile visoonekana. Kijana wa miaka 17. Swali ni kuwa vijana wa miaka 17 katika asri yetu na zama zetu, ndoto zao nini? Kiwango cha imani yao ni ipi? Mbona tukienda misikitini na uswali watu wazima tu, vijana hawako? Mbona tunapokuwa katika haraka za kidini wanakuwa pengine tunaona ni watu wazima tu, vijana hawako? Wanakuwa wapi? Na wao ndio wafaa kuwa mstari wa mbele. Mwenyezi Mungu atuhifadhie wazee wetu, awape umri na afya, wao wabaki ni wenye hikma, watushike mkono, watuongoze. Lakini wakufanya ni sisi. Wao kama wenye hikma, kama wenye busara, watatushika mkono, watatuongoza. Lakini wenye pawa kufanya nani? Ni sisi. Sasa ikiwa sisi wenye kutakana kufanya hatuko, watafanya nani? Hili ndio swali tutakalo tujiulize.
Angalia katika janib ya biashara, Mtume sallallahu alaihi wasallam amehama na maswahaba zake kutoka Madina, kutoka Maka kuja Madina. Tumesema Ansar huku 450 wameslimishwa, wamekuja na Muhajirina 500, jumla wamekuwa 850 ama 950 katika Madina. Madina ilikuwa ina mitaa 59, ilikuwa ni au min warai judr, ila fi qura muhassana au min warai judr. Ilikuwa wanaishi katika nidhamu ya maboma, yani kila boma wanaishi jamaa pamoja hivi. Ilikuwa maboma 59, watu walikuwa kama 1800 hivi katika Madina ile. Kwa hivyo Waislamu kipindi hicho ni kama tuseme 12-13%, 950 tu. Wamekuja watu kutoka Maka hawana chochote, wamepokonywa mali yao yote. Abdurrahman ibn Auf kijana amehama kutoka Maka, amekuja Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya ndugu kati ya Muhajirina na Ansar. Kwa hivyo Abdurrahman ibn Auf katika Muhajirina amepewa ndugu katika Ansar ambaye kwamba nani? Saad ibn Rabi'. Saad ibn Rabi' alikuwa ni aghna al-Ansar, ndo tajiri zaidi katika Ansar, hakuna anayemfikia katika pesa. Alichokifanya Saad ibn Rabi', alimuita Abdurrahman ibn Auf, akamwambia njoo ndugu yangu nikupigie pande, nusu ya mali yangu yachukue, mimi ndo tajiri zaidi katika Ansar na miliki hichi na kile na kile, nusu chukua wewe. Si ndugu yangu bana, Mtume ametufanyia ndugu, nusu chukua wewe. Nini alichokifanya Saidina Abdurrahman ibn Auf? Alimwambia barakallahu laka fi malik, Mwenyezi Mungu akubarikie katika mali yako. Mimi dullani ala suq, nijulishe soko liko wapi. Zile dirham 2-3 nilokuwa nazo nitakwenda sokoni, nitafanya kazi na nini, Mwenyezi Mungu atazitia baraka. Wewe Mwenyezi Mungu akubarikie katika mali yako, mimi nijulishe soko liko wapi. Mara nyingine ukieleza kisa kama hichi, utaona baadhi ya vijana wanakuambia katika zama zetu wako wapi kina Saad ibn Rabi' akugawie nusu ya mali yake. Ni swali hili mtu auliza, tokezi hivi moja katika mataikun aseme katika zile bilioni zangu 20 chukua 10. Unajua kwa nini hakuna kina Saad ibn Rabi'? Kwa sababu hakuna kina Abdurrahman ibn Auf. Ingekuwa kina Abdurrahman ibn Auf wako na kina Saad ibn Rabi' wangepatikana. Lakini maadamu kina Abdurrahman walokataa hakuna, sasa tutaka sio? Atakwambia bana, hii ni golden chance bana, utaiacha vipi ikupite? Kwa sababu hakuna kina Abdurrahman ibn Auf, ndio maana wakakosekana kina Saad ibn Rabi'. Hivyo akatoka na kile kichache alichokuwa nacho, akaenda sokoni akafanya biashara, Mwenyezi Mungu akamtilia baraka, akapata mpaka ikafika kiwango akijieleza akisema, hatta raaituni law rafa'tu hajaran la tawaqqa'tu an ajida tahtahu dhahaba. Asema nikafika kiwango ya namna Mwenyezi Mungu anavyonibariki na kunifungulia, nikajiona kama nikiinua jiwe hivi nitapata dhahabu chini ya lile jiwe. Vile Mwenyezi Mungu ananifungulia. Kwa muda mchache akawa bilionea wa maswahaba. Kwa muda mchache akawa bilionea wa maswahaba. Sisi vijana wetu hataki kupitia ruti hiyo, wanaona ndefu sana, tutachelewa. Kuna fulani juzi katika kampuni ya betting alishinda milioni 40, atakana yake kilala kiamka hivi hizo cheki ya milioni 40 iko mbele yake. Ajibu. Ukitaka pesa haraka ni kwa sharti uipate kwa haramu. Kauze unga, kacheze kamari, kafanya biashara zote za haramu, utazipata za haraka. Lakini ikiwa ni za halali, za baraka, zilizokuwa nzuri, halalan tayyiba, ni mpaka ujitume na Mwenyezi Mungu atakutilia baraka. Tatizo ni kwa tumeondoa imani ya baraka kwetu sisi. Naona hii kidogo itakuwa lini? Yani mimi nianze mradi wa shilingi 20,000 leo. Huu mradi utafikisha lini mimi niweze kumiliki majumba mamilioni? Nitakuwa lini mimi na milioni 2, 3, 5 ili niweze kununua nyumba ikiwa nitaanza na 20,000 leo? Shekha, unaweza usikamilishe mwaka na ukanunua nyumba 10, hata si nyumba moja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Rabbukal Wahhab ama Rabbukal Karim idha wahab la tas'alanna an sabab. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitakufungulia kufungulia tu. Lakini wala yahmilannakum istibta'u rizqi an tatlubuhu min haram. Mtume atuambia isiwapelekee riziki kuja polepole mkaitafuta kwa haramu. Fa inna Allah la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi. Mwenyezi Mungu akipatikana kilichokuwa kwake isipokuwa kwa taa. Sasa unaona mambo yafunguki.
dhiki, hali ngumu. Kwa hivyo nenda kaitafute kwa upande wa haramu. Ile unaokwenda kuitafuta kwa upande wa haramu ni riziki yako. Ile uloitafuta kwa haramu ni riziki yako, lakini ungesubiri ungeipata kwa halali. Isipokuwa umefanya haraka ukaenda ukaipata kwa haramu, sasa imekuwa ni mtihani, ni maswala na kusubiri. Haya mali maulama wanatuambia halaluhu hisab wa haramuhu iqab. Halali yake ni hisabu, halali yake yenyewe ni mtihani, utakwenda kuulizwa kwa kila shilingi uliyokuwa nayo. Kif haramu yake? Utakwenda kujibu nini uko mbele? Wa amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Mtume akizungumzia ile maswali manne asema mtu atakwenda kuulizwa kuhusu mali yake, aliyachuma vipi na aliyatumia vipi. Wewe umeachuma vipi ile mali? Utakwenda kuulizwa. Taibu, umeachoma kwa njia halali? Je, umetumia katika njia halali ama umekwenda kuyachoma katika uraibu? Umekwenda kuyachoma katika njia haramu? Yote hayo utakwenda kuulizwa. Kwa hivyo Sayyiduna Saad ibn Rabi' amekwenda, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Sayyiduna Abdurrahman ibn Auf amemtilia baraka, amekuwa bilionea wa masahaba, ana mali haisabiki radiyallahu anhum warḍahum. Kwa hivyo ukiangalia hawa fitian, hawa vijana waliokuwa wamezunguka Mtume sallallahu alaihi wasallam, utapata huyu amefaulu katika biashara, huyu amefaulu katika elimu, yule amefaulu katika uongozi, yule amekwenda mbele katika upande wa kivita. Yani kila mmoja alikuwa amebobea katika takhasusi yake. Taib, hizi malakat, hivi vipawa vipo sio kwa hakuna kwetu, ili mtu asije akasema lakini wale maswahaba wa Mtume na sisi kaumu ya Mtume vipo hata kwetu. Maulama wanatuambia asaqi baqi, anayepeana yupo, aliyewapa wale ambaye kwamba nani? Allah. Yupo ama hayupo? Ingekuwa hayupo tungesema vimeisha, kwa sababu mwenye kupeana hayupo. Lakini madamu mwenye kupeana yupo, yuendelea kupeana. Kwa hivyo ni vipawa vipo, lakini vipi vitatumika kwa njia hizi za sawa? Vipi vitaelekezwa katika njia zilizokuwa nzuri? Hapa ndo kazi inapohitajika. Kwa hivyo lazima kukaliwe chini, lazima kwanza mashababu wajue dauri yao katika jamii. Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anaeleza, al-Imam as-Subki asema Sayyiduna Umar alikuwa akipatwa na mushkil, masala mazito, akiwakusanya mashababu vijana. Kwa nini? Asema lihiddati uqulihim, kwa sababu wana akili sharp. Kwa nini akili hizi ziende zikapotezwe katika unga? Kwa nini akili hizi ziende zikapotezwe katika mabangi? Kwa nini akili hizi ziende zikapotezwe katika ugoro? Neema kubwa ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ametupa, katika neema tano kubwa ambazo kwamba zinatakikana kuhifadhiwa, ni'matud din na ni'matul aql na ni'matul almal. Hizi ni neema kubwa, tutakwenda kuulizwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala leo amekupa akili, kisha akili yako unakwenda kuitumia kukoni watu. Mwenyezi Mungu amekupa akili, kisha akili ile unakwenda kuyua kwa ulevi. La, akili ile itumie katika kutengeza. Wewe ni khalifa katika hii ardhi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuleta sisi tuwe ni makhalifa. Makhalifa maana yake nini? Tuwe tutajenga, tuwe tutatengeza, tuwe tutaboresha, sio kuharibu. Kwa hivyo mashababu lazima wajue dauri yao katika jamii, nafasi yao, na ni vipi ambavyo kwamba wanaweza kuvifanya. Waketishwe chini, waekewe muasasa ambayo kwamba itawakusanya, ambayo kwamba itawaharakisha, ambayo kwamba itawatumisha warudi wabebe jukumu ambalo kwamba walilibeba mashababu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kila mmoja atakwenda kuulizwa. Tusiseme kwa bana kufikisha dini kazi ya mashekhe na maimamu, ni kazi ya kila mmoja kati yetu. Mtume ametuambia balighu anni, nifikishieni. Alisema falyuballigh almashayikh ama alaimma, amesema maimamu ndo afikishe, ama amesema nifikishieni. Khitabu inaelekea kwa nani anazungumzishwa? Umma wake wote, kila mmoja ana jukumu kati yetu sisi. Na si lazima uwe mwanachuoni ufikishe, na si lazima uende ukafikishe mahadithi na maaya. Unaweza kufikisha kwa akhlaqi tu, unaweza kufikisha kwa tabia tu. Leo watu zaidi ya milioni 300 Indonesia wamesilimu ama ni waislamu kwa kupitia watu 9 tu.
Wana biashara 9 walikwenda kule kwa kupitia biashara, kama lilivyofanyika War kule kwenye duka kule. Vile vile watu wamekwenda, wamekaa na watu kwa tabia nzuri, akhlaki nzuri, wamevutiwa. Watu milioni 300 leo ni Waislamu, zaidi ya milioni 300 kwa sababu ya watu wangapi? Watu 9 peke yake. Sasa gawanya, kila mmoja anabeba wangapi hapo? Kwa uchache milioni 30 30 na mimi na wewe kwa umri tuloishi katika ulimwengu, wangapi washatamka la ilaha illa Allah kwa kupitia sisi? Ama sisi kinyume, wale walioko ndani ndio tunawatoa. Tasikia fulani kafiri, fulani mshirikina, fulani munafiki. Yule aliyoko ndani sisi tunamtoa. Yani badala ya tushughulike na yule aliyoko nje tumwingize ndani, sisi tunamtoa yule aliyoko ndani. Ndugu zangu, lazima tubadilike. Na hii khitabu naelekeza kwa nafsi yangu kwanza kabla ya wengine. Lazima tubadilike. Lazima tubebe hamu ya dini, lazima tubebe hamu ya umma. Na ikiwa hatutobadilika hapa katika wakati kama huu kwa mabadiliko, hakuna sehemu tutabadilika. Namba in lam tatib fi taybatin 'inda tayyibin bihi tabat ad-dunya fa aina tatibu. Ikiwa hutakuwa mzuri Madina kwa mtume ambaye kwamba dunia nzima iko nzuri kwa kupitia yeye, utakuwa mzuri wapi? Ikiwa hukubadilika katika mwezi wa Ramadhani, utabadilika wapi? Hii hali iliyoko nje katika miji yetu ambayo kwamba tuiona, ambayo kwamba hairidhishi, haiwezi kubadilika mpaka tuamue sisi wenyewe kwanza kujibadilisha. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala habadilishi ile kwa watu mpaka wenyewe wabadilishe vilivyomo ndani ya nafsi zao. Tukubali sisi kwanza kuwa tuko katika njia isiyo sawa, tukubali sisi kwanza kubadilisha nafsi zetu, tukubali sisi kwanza kubeba hamu ya dini, tukubali sisi kwanza kubeba hamu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuenda kutana naye kwa uso gani? Kesho siku ya kiyama, uenda kukabiliana na Mtume kwa uso gani? Uenda kumwambia nini? Akikwambia umfanya nini wewe? Katika kuendeleza gurudumu la dini mbele. Angalia baadhi ya salaf alikuwa akiangaliwa hivi kwamba law raaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbak. Lau Mtume atakuona kwa hizi tabia zako na ulivyo, Mtume atakupenda. Law raaka Rasulullah la ahabba. Swali kwangu mimi na wewe, kaifa law raana? Akituona atatupenda? Ataridhika na hali zetu? Hili ni swali kila mmoja jiulize. Katika hali yake yote, yani wewe kila hatua unayopiga, kila sehemu unayoingia, kila muamala unaofanya, jiambie law raani Rasulullah, lau Mtume ataniona atanipenda? Katika haya maukifu ambayo kwamba niko ndani yake, atayaridhia? Hili jambo unalolifanya yuko sawa nalo, hana neno nalo? Jiulize hilo katika kila hali. Uishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila hali. Ndio siku hiyo ukienda ukitaka shufaa kwake, akutambue, akutangulize, akuingize katika shafaa yake Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mwenyezi Mungu ahifadhi vijana wetu na wazee wetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape himma waliokuwa nao maswahaba, wabebe amana ya dini, waweze kufikisha katika huu umma, wabadilike wao na wawe ni sababu ya umma na dunia nzima kubadilika biidhnillah. Allahumma ya man waffaqa ahla alkhair lilkhair wa aanahum alayh, waffiqna lilkhair wa a'inna alayh, la tamna'na khayra ma 'indaka bi sharri ma 'indana, fadlan wa judan wa imtinanan wa ihsanan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.